Jambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Bado uko nami Adam Hussein. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump amemtumia barua kiongozi mkuu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran Al-Khamenei akitaka makubaliano mapya na Tehran kuzuia mpango wake wa nyuklia unaokuwa kwa kasi na kuchukua nafasi ya makubaliano ambayo yaliondolewa na Marekani wakati wa muhula wake wa kwanza madarakani. Vyombo vya habari vya serikali ya Iran mara moja vilipokea kukiri kwa Trump kwamba ametoa katika sehemu ya mahojiano ya mtandao wa biashara wa Fox ambayo yalipeperushwa siku ya Ijumaa, ingawa hakukuwa na uthibitisho kutoka katika ofisi ya Khamenei kwamba barua yoyote ilipokelewa katika mahojiano hayo yaliyopeperushwa Jumapili nzima. Haijabainika wazi jinsi kiongozi huyo mkuu mwenye umri wa miaka 85 angeitikia, ikizingatiwa kwamba rais wa zamani wa Marekani Barack Obama aliweka barua zake kwa Khamenei kwa siri kabla ya kuanza kwa mazungumzo ambayo yalisababisha makubaliano ya mwaka 2015 ya Tehran na mataifa yenye nguvu duniani. Katika maoni ya waandishi wa habari katika ofisi ya Oval siku ya Ijumaa, Trump hakutaja barua hiyo moja kwa moja, lakini alirejelea kwa siri uwezekano wa kuchukua hatua za kijeshi, akisema tuna hali na Iran kwamba kuna kitu kitatokea hivi karibuni. Karibuni sana, alisema rais huyo wa Marekani Bwana Donald Trump, ambaye wakati huu yupo katika mipango ya kuona ni namna gani ya kutengeneza mazingira kati ya Iran pamoja na Marekani pamoja na mataifa ya Ulaya, hususan katika suala la nyuklia. Hata hivyo, rais wa Marekani aliulizwa kama alikuwa akiupa uongozi wa Iran uamuzi wa mwisho. Hapana, sikusema. Natumai kutakuwa na majadiliano kwa sababu itakuwa bora zaidi kwa Iran. Nadhani wanataka kupata barua hiyo. Njia nyingine ni lazima tufanye kitu kwa sababu huwezi kuwaruhusu kuwa na silaha za nyuklia. Hii si mara ya kwanza kwa Donald Trump kutuma ujumbe kwa Khamenei. Inadaiwa kwamba mwaka 2019 kwa msaada wa waziri mkuu wa zamani wa Japan Shinzo Abe alituma ujumbe kama huo, lakini kiongozi wa Iran alikataa hadharani ombi hilo la kuzungumza. Inasemekana kwamba Khamenei alisema wakati huo, simchukulii Trump kama mtu anayefaa kubadilishana ujumbe wowote naye. Maoni ya Trump yanapendekeza makubaliano ya nyuklia yanakuja baada ya kuiondoa Marekani kwenye makubaliano yaliyofikiwa kati ya Iran na utawala wa Obama katika muhula wake wa kwanza madarakani. Makubaliano hayo ya nyuklia yalianzishwa mwaka 2015, yaliruhusu Iran kurutubisha uranium hadi 3.67 tu ya usafi na kudumisha hifadhi ya uranium kilo 300. Lakini wakati huu Iran imerutubisha uranium hadi zaidi ya 60, jambo ambalo limewapa wasiwasi nchi za magharibi. Mwezi uliopita Donald Trump alitia saini mkataba unaotaka kutoa shinikizo la juu kwa Iran, ikiwa ni pamoja na kusukuma usafirishaji wake wa mafuta hadi sifuri ili kuizuia Tehran kumiliki silaha za nyuklia. Nitaitia saini, lakini tunatumai kwamba hatutahitaji kuitumia sana. Tutaona kama tunaweza kupanga au kufanya makubaliano na Iran, alisema Bwana Trump. Alipoulizwa kuhusu aina gani ya makubaliano ambayo angependa kuona, Trump alijibu, tutaona. Hawawezi kuwa na silaha za nyuklia. Kwa mimi ni rahisi sana. Iran haiwezi kuwa na silaha za nyuklia. Alipokuwa akizungumzia suala hilo katika ofisi yake, Trump pia alisema ameacha maagizo ya kuifuta Iran ikiwa itawahi kufanya mauaji, alisema Bwana Donald Trump. Basi mtazamaji wa The World News, na wewe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kutufuatilia mtazamaji wetu. Utakuwa ukifahamu mambo mengi ambayo yanajiri duniani.